Katika vita vinavyoendelea huko Mashariki ya Kati, Israel inadai imemuua mkuu wa ujasusi wa serikali ya mapinduzi ya Iran, ambapo wanasema kwamba kutokana na shambulizo ambalo wamelifanya katika jiji la Tehran, wametangaza vifo vya maafisa watatu wakuu siku ya Jumapili. Mkuu wa intelijensia wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu ya Iran ameuawa katika shambulio la kijasusi ambalo limefanywa na Israel. Brigedia Jenerali Mohammad Kazem, mkuu wa shirika la ujasusi la IRGC, aliuawa pamoja na maafisa wengine wawili wa ujasusi, Hassan Mahdeh na Mohsen Baghir. Walinzi walithibitisha katika taarifa Jumapili jioni. IRGC ilisema ilijibu kwa kurusha makombora katika vituo vya kijasusi vya Israel kama sehemu ya wimbi la tatu la mashambulizi yake yanayoendelea iliyopewa jina la Operation True Promise 3. Mauaji ya Kazem yalitangazwa kwa mara ya kwanza na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu katika mahojiano yake na shirika la habari la Fox News siku ya Jumapili. "Nadhani tumewarudisha nyuma kidogo," Netanyahu alimwambia mwandishi wa habari. Hata hivyo, uhasama wa wazi ulizuka Ijumaa asubuhi wakati ndege za IDF ziliposhambulia kwa mabomu maeneo ya kijeshi na nyuklia kote nchini Iran, katika kile Waziri Mkuu wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu alichoeleza kuwa ni operesheni ya kuizuia Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kupata silaha za kinyuklia. Tehran ilijibu kwa msururu wa makombora ambayo baadhi yake yalipiga maeneo ya makazi ya Tel Aviv na Bat Yam. Israel iliomba Marekani ijiunge na shambulizi la Iran ili iweze kupambana na kuhakikisha wanaweza kufanikiwa malengo yao. Israel pia ilifanya mauaji na kulenga makamanda wakuu wa Iran na wanasayansi wakongwe wa nyuklia baada ya kuripotiwa kuingiza nchini humo ndege zisizokuwa na rubani za kamikaze. Maafisa wa usalama wa Iran walisema waligundua ndege zisizokuwa na rubani za Israel na vilipuzi vilivyofichwa mjini Tehran kufuatia mashambulizi hayo, na hii ni kazi ya ujasusi ambayo ilifanywa na Israel wakati wakifanya shambulizi dhidi ya Iran. Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa ambazo Israel imezitoa, wanadai kwamba hadi sasa wameua takribani wanasayansi 9 wa masuala ya nyuklia nchini humo, na mpango wao ni kuendeleza mashambulizi dhidi ya Tehran. Waziri Mkuu wa Israel alisema nchi yake inalenga kuzuia tishio la pande mbili kutoka Tehran, yaani makombora ya nyuklia na ballistic, na anasema Israel imefikia malengo yake. "Hatuwezi kuacha kujenga uwezo wa kuzalisha makombora 20,000. Hivyo tumechukua hatua kuharibu uwezo wao wa uzalishaji, na hivyo ndivyo IDF inafanya sasa," alisema waziri mkuu huyo wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu. Alisema zaidi kwamba tumetengeneza njia kuelekea Tehran katika siku za usoni. Karibu sana, utaona ndege za Israel, jeshi la anga la Israel, marubani wetu wa juu wa anga wa Israel katika anga ya Tehran. Mtazamaji wa The World News, endelea kutufuatilia, lakini kikubwa usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein.